Wananchi wakulima tunanyanyasika sana, sababu biashara zetu haziendi kiuhalali, hasa zao la mpunga. Zao la mpunga, tajiri anakuja kununua mpunga kwa mwananchi, anakuja na gunia lake la sado sijui tuseme 40 sijui 50. Lile gunia linapokuja pale unatakiwa lichekechwe lile mpaka ule mpunga unajichomoa. Kwa hiyo mtu akitaka kuuza gunia moja awe na gunia 2. Ndio litakubali lile gunia na kubaki labda kidogo tu. Sasa sisi wakulima wadogo wenye mazao hasa ya mpunga tunateseka sana. Tunashindwa hata jinsi ya kuuza. Hata una shida kuuza gunia lako moja kama moja, unaumia. Lakini zamani ilikuwa vizuri. Zamani tajiri anataka mpunga, anakuja nyumbani na sado lake la uhakika lina kilo 4. Lile sado linapokuja pale anapima sado 35 tu kwa bei anayekuja kununua yeye pale. Sado 35 nikijaza gunia langu la debe 8, mpunga vile unabakia mimi nakula na watoto wangu. Lakini sasa hivi uweze ukaacha gunia moja kama gunia moja ukamuuzia mfanyabiashara, wewe mkulima ukalizika. Bei yake ndogo, mapato yeye anapata makubwa kuliko mkulima. Kwa hiyo naomba jamani, kama kweli kuna waziri wa kilimo wa kusaidia sisi wanyonge wa vijijini huku, tunaomba mtusaidie sisi wakulima. Ukijaribu kwenda kuangalia kwenye data zako, ukiangalia pamoja na michango hiyo ambayo makusanyo yanayofanyika kutoka kijiji chetu hichi, ukiangalia ni vikundi vingapi hapa kwetu vimesaidika au vimenufaika na 10%, naweza kukwambia labda 0. Ni jambo ambalo linasikitisha kwamba ni hapa kwetu hakuna kikundi chochote ambacho unaweza kusema kiko hai kwamba kimenufaika au kimepata. Kuna wengine walianzisha michakato ikaishia katikati, wanahadisia tu sasa bwana zile 10% wanajua halmashauri. Ndio ile inajulikana. Vikundi watu wameanzisha, wengine wameanza michakato imeishia hewa. Kuhusiana na swala la 10%, kwanza naomba itambuliwe kwamba fedha hizi huwa ni mikopo. Ni mikopo ambayo wanakopeshwa wananchi waliopo kwenye haya makundi ya kina mama, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Na zina utaratibu wake kwamba kwanza lazima watu hao waziombe, na wakisha ziomba wanakaguliwa. Baada ya kukaguliwa, wale waliokidhi vigezo wanapewa. Lakini wilaya hii pia ni miongoni mwa wilaya kubwa hapa nchini ambazo zina vikundi vingi. Vikundi ni vingi, kwa kuna wakati fedha zinazotolewa haziwezi kukidhi kuwapa wote, yaani wote wakapata. Yaani uwezekano wa kupata kwamba vikundi vyote vitosheleze vilipe ama vikopeshe, tunahitaji kuwa na fedha nyingi mno, kwa sababu zile fedha zinapatikana kidogo na ni 10% za mapato tunayoingiza sisi. Sasa isipokuwa tunasema hii mikopo ndani yake pia ina ubinadamu, lakini ina siasa pia. Ili mambo yote yaweze kwenda vizuri, tulikubaliana kwamba angalau kila kata iwe inapata kwa awamu. Isitokee kata mwaka mzima ama miaka miwili hakuna kikundi hata kimoja kilichowahi kuleta. Tunakosa ushuhuda. Tunakosa ushuhuda kwenye kata fulani, na watu wanafanya siasa pia. Kwa lazima tuende na mzunguko huo. Kwa hiyo tunaendelea kuangalia namna gani ya kuhakikisha kwamba angalau tunagusa kila mahali, lakini wataguswa wale wenye sifa na wenye uwezo wa kurejesha, kwa sababu wengine wanakopa tu na gawana na kupotea, wanakuja kupata hoja na shida za kukusanya ile michango. Ndio maana wao wanahakikiwa. Na wengine sasa ni vikundi vya kijanja. Kuna vikundi vingi vinaisha kijanja tu, hapo hata vitathiminiwa kwamba je, hawa kweli wanachokiomba wataweza kukirudisha? Wataalamu waambia hapa tunaenda kuingia mgogoro, marejesho itakuwa ni issue. Kwa hiyo tumelipokea bwana, kama Masanze kweli hamna muda mrefu hamjapata, tutaongea na afisa maendeleo ya jamii, na bahati mbaya hapa nimeambiwa kuna ameenda masomoni na ndio ungeweza kufuatilia kwa karibu, lakini tutaongea na afisa maendeleo ya jamii ili aone uwezekano wa kusaidia angalau vikundi kadhaa vya kata hii vile ambavyo vimepimwa na vinaonekana viko na kriteria zote za kupata mikopo, basi waweze kufikiriwa. Swala la pili ni hili la ujazo. Hili la ujazo au vipimo tumeshaanza kulifanyia kazi. Sasa kwenye vikao vyetu tukakubaliana, baada ya haya tukakubaliana kwamba sasa hivi tuwe na vipimo. Kwa sasa hivi kwa tunaita hao mawakala wote tulishawaita, tutakaa nao.
tulikaa nao tukawaambia hatutaki mkulima yoyote auze kwa namna hiyo mnavyofanya, na parking yoyote ile huku mabarabarani, lumbesa, si vitu gani, tushapiga marufuku. Tutakayemkamata tunampiga faini kuanzia shamba mpaka kwenye gari. Kwa hiyo sisi hatukubali lumbesa wala hatukubali upakiaji mwingine wa aina nyingine yoyote. Shida bado elimu hii haijafikia wakulima. Wakulima na wenyewe wakiwa na msimamo kwamba kwa namna hiyo, kwa vipimo hivyo hatukubali. Mimi nilipotoka kule, wakulima wenyewe ndio wanakataa. Ukija na ndoo ya jabu kupimia sijui bei ngapi, si wana ndoo zao. Wanajua ndoo ya Amboni, si ndoo ya wapi, wanakataa. Mwambie ndoo mimi kupimia bei nani zao. Sasa kinachosumbua ni baadhi ya wakulima wenyewe, kila kitu wanachoambiwa wanakubali. Wanachoambiwa wanakubali. Kama tukiwagomea hawa mawakala, maagents, manini, madalali hawa, tukiwagomea watatekeleza kile ambacho nani. Ila sisi kama serikali tayari tushaweka vipimo. Afisa kilimo, saidia kufuatilia hicho kitu, lakini nyinyi watu wenye posi na kitu chawaambia anayekuja na lumbesa, kwa sababu sisi tunataka lumbesa, piga fine. Na sasa hivi tumeanza kutoa mizani. Kwa hiyo gunia litapimwa na mpunga lenye kilo 60 kilo. Mpunga unajua hata kujia vitu ile gunia huwa kilo 100. Lakini mchele, sijui vitunguu tumeshasema gunia lisizidi kilo 100. Gunia lisizidi kilo 100 gunia. Kwa hiyo nyinyi simamieni, sisi hatuwezi kutoa mashamba yote kuambia nani hivyo. Sisi tutadhibiti kwa barabarani. Kwa barabara tunawapiga faini. Na faini ni kubwa ambayo inasababisha wasirudie tena. Kwa hiyo tayari tumeshaanza kudhibiti kwenye hayo maeneo. Hiyo ni kiwango kikubwa sisi tunapima. Sasa hivi tumenunua mizani mingi, tunaanza kuisambaza. Hivi ndio tunazungumza. Wamepeka mizani Kidete na Ruvuma. Kule vitunguu vimeshaanza kutoka. Mizani naenda. Kwa hiyo Ruvuma anapima kwa tuambie. Hakuna zao linalotakiwa kuzidi kilo 100. Hamna. Imezidi sana ni 105. 105 hapo mwisho. Hakuna zao linalotakiwa lizidi kilo hizo. Kwa hiyo wakulima tusaidie na nyinyi mnapokuwa mnalima, msikubali kupimiwa mazao yenu zaidi ya kilo hizo ambazo nimezitaja. Sawa mama? Kwa kama sisi kama serikali tumeshachukua hatua na tunaendelea kuwakamata na tutaendelea